Yes, msikilizaji, leo ni siku njema sana. Leo tarehe ni ya 16 mwezi ni wa 6 mwaka 2025. Karibu sana. Karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tuzungumze maisha halisi ya kweli ambao ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki huambatana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Siku ya Ijumaa kuna mahali tuliishia msikilizaji, na mimi niko hapa kukukumbusha na zaidi tusogee mbele zaidi. Ijumaa tuliishia hapa ndugu yetu mpendwa wetu, rafiki yetu ambaye amewasilisha mkasa wake kwetu, anaitwa Dora, akitueleza harakati zake katika kufikia ndoto yake. Anasema ni kweli anauna mwanga katika hatua zake za kimuziki ambazo ndizo anaamini ndizo zina uwezo kumpeleka katika hatima njema. Lakini anatueleza mtu mmoja ambaye huyu ni mwanamuziki mwenzake, lakini amepambana kweli, lakini mwisho wa siku ameishia kujaza sauti kwa waimbaji wengine. Mtu huyu anamueleza, bwana, mimi nimekutana na taarifa za kumuhusu huyo tajiri yako ambaye anataka kukusupport. Kama anakutafuta usikubali tena, maana huyu sio mtu mzuri. Anaanza kumwambia mambo mabaya kumuhusu huyo tajiri. Dora akibaki akishangaa, inawezekanaje haya wanayoyasema yakawa yanamuhusu mtu huyo. Karibu sana msikilizaji katika siku njema ya leo, tuyasikia mengi zaidi ya ndugu yetu anaitwa Dora akishia pamoja nasi katika siku njema ya leo. Asante ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Popote pale ulipo tunakushukuru sana. Nami niko hapa pia nitasoma ujumbe wako rafiki yangu, na nathamini sana uwepo wako. Karibu. Ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Dora. Dora akitueleza haya. Dora anasema hizi kwangu zinakuwa ni taarifa ngeni, zinakuwa ni taarifa za kushtua moyo nikielezwa kwa habari ya yule mtu anayenisaidia. Sio tu kwamba ananisaidia kwa habari ya muziki, lakini nipo kwenye mahusiano naye. Mwanaume ambaye ameniambia ana uwezo wa kunipa furaha. Na ni kweli katika majira haya nimekutana nayo. Sasa ninajiona kawaida. Tazama, sasa nimepata sehemu ya kuishi. Tazama, sasa amenipa pesa ya kununua vitu ndani. Sasa angalia, katika eneo langu la muziki naendelea vizuri. Sasa hivi tunafanya mazoezi, sasa hivi naendelea kurekodi. Ninavyoambiwa kuhusu yeye ninashtuka sana. Mtu huyu ni mbaya, sio mtu mzuri, na watumia wale watu wahitaji, watu wasiojiweza katika uhitaji wao. Yeye hutumia hiyo nafasi kuweza kuwatumia zaidi kingono. Akinitolea mifano baadhi ya watu ambao wameingia kusaidiwa, na akisema kuna mtu mmoja ambaye amemueleza ndugu yake kabisa na alikuwa akihitaji kupata support ya muziki, na alimpa masharti na kumwambia, mimi naweza nikakutoa ndani ya muda mfupi na Tanzania kusikia Tanzania nzima. Yani Mungu atusaidie sana. Can you imagine katika utafutaji wako, yani katika harakati zako ambazo unapambana, afu unakutana na mtu, yani wewe ni msanii mchanga, alafu unakutana na mtu anakuambia, mimi ndani ya wiki naweza nikakufanya Tanzania nzima ikakujua. Yani kila mtu akatazama nyimbo zako, kila mtu akataka kujua yani huyu ni nani. Na hata nyimbo zako ambazo hazikuwahi kusikilizwa akazisikiliza. Anaweza kafanya hivyo ndani ya wiki moja. Yani wiki moja nchi kasizima. Kuna mtu anaitwa Veronica Frank. Huyu anaimba bwana. Kila mahali unaambiwa ukipanda mabasi utanisikia. Ukienda kwenye vituo ni vya mabasi utanisikia. Wapi pengine nataka nikwambie, ukienda kwa hao watu wanaweka CD yao utakuta nyimbo zinapigwa. Ukipita kwa madereva bodaboda utakuta madereva bodaboda wana flash za nyimbo zako. Ukigeuka ukienda kwenye media, kila media unakuta nyimbo zako zinapigwa.
Ukiingia huko unakuta, yani kila mahali unapoenda watu wanakutana na wewe. Ndani ya wiki moja kuna watu wanasema wana uwezo kukutambulisha wewe, ukatambulika ni nani na unaweza ukafanya kitu gani. Vuta picha hapo katika haso ambazo unazihaso kwa sasa, alafu kuna mtu mmoja anakwambia ndani ya wiki moja anaenda kubadilisha historia yako. Utatoboa? Utatoboa? Tunahitaji Mungu sana ili tuvuke. Dora anasema nilipata mshtuko wa moyo sana. Sikuamini. Kwanza hicho naweza nikasema cha kwanza. Sikuamini. Nilimwambia, kwa nini unaniambia haya? Aliniambia nakwambia kwa sababu natamani ujue, unajua tumefahamiana katika harakati za muziki. Najua shauku uliokuwa nayo. Najua namna ambavyo unapambana. Nimekwambia katika muziki unaweza ukajikuta katika kuutafuta wewe unautumikia zaidi na usiufikie. Na usifike pale unapotaka. Ukaishia tu kwamba uliwekwa imbaga na ikawa imepotea imeisha hivyo. Ukabaki ukisikiliza nyimbo zako na ndugu zako. Na mwisho wa siku ukarudi ukaanza kufanya biashara nyingine na ukasahaulika kama ulisio hata siku moja hata kuimba. Hicho ndicho nachokiofia. Katika mapambano yetu tusije tukatafuta matatizo mengine, kwa sababu huenda hiki tunachokipambania sio cha kwetu. Mimi ni mtu yule ambaye naweza nikafananishwa na Tomaso. Mtu ambaye siamini mpaka nione. Nilimwambia, wewe, hivi unafikiri mimi naweza nikakuamini kirahisi? Aliniambia ngoja. Dora anasema mtu huyu alinyanyua simu yake na akampigia huyo mtu. Akaeka loudspeaker. Huyu alianza kusema, yani nakwambia, unajua ile maneno ulioniambia amenifikirisha sana. Yamenifikirisha sana. Yule mtu akamwambia, hii ndo dunia ya sasa, hakuna kitu cha bure. Yani hakuna kitu cha bure popote katika sayari ya leo. Hakuna. Kuna mtu anaweza kukuambia hiki kitu unaenda kukipata bure, lakini utakilipa katika namna ambayo wewe mwenyewe utakuwa uelewi. Akamwambia, ninasikia vibaya kwa sababu na rafiki yangu, huyo rafiki yangu sasa hivi naweza nikasema ndo yuko anda wao. Yani ndo ambaye ni msanii ambaye ndo yani kama wanamsupport na ana sauti nzuri sana. Huyu mtu akamwambia, wewe ameshaanza kurekodiwa nyimbo na nini na nini na nini. Yule mtu akamwambia, ninapozungumza sasa hivi ameshatengeneza kazi moja na wako kwenye mazoezi. Akamwambia, ninavyowajua watu hawawezi wakafika hiyo stage kabla ya huyo mtu kumtumia. Usikute ameshatumika sasa hivi ndo anaona wamsaidie tu. Alafu kuna wengine pia wanawatumia baadaye wanaona kama muziki wao unaweza ukawa sio kueleweka, wanawaga wanawatupa pembeni. Nilisikia, jamani, sio kwamba eti nasimuliwa sasa hivi, nasikia huyo mtu akitoa hayo maelezo. Akamwambia, yani na kikubwa zaidi eti namueleze eti aamini. Akasema, sasa unadhani hata wewe ukimwambia mtu ataamini? Ni wewe ndio umeniamini mimi. Kwa sababu hao ni watu ambao wanaheshimika sana. Ukisema watu watajua unawazushia. Unajua pesa zina tabia za kuwafunika watu na maovu yao. Yani wewe unamzungumzia huyu mtu, wewe unamzungumzia huyu mtu, unakosa kabisa watu wa kuanenea hayo mambo, kwa sababu pesa zina uwezo wa kufunika maovu ya mtu. Kwa hiyo zaidi watakuona wewe unayesema ndo kichaa, watakuona wewe ndo unawenda wazimu, zaidi watakuona wewe unataka kumharibia au kwa lugha nyingine unataka kumchafulia huyo mtu, kwa sababu hizo tabia hana. Na nataka nikwambie, na wako watu watasimama watakupinga kwamba wewe ni adui wa huyo mtu. Kwa hiyo wala hata usishangae kuona mtu anapinga kile unachokisema. Ila mtu unapopata nafasi ya kumueleza unamueleza. Kama anaweza akajiengua kabla hajaribiwa, ni kitu cha muhimu sana. Huyu mtu akamwambia, eti nimemwambia kwa habari hiyo ndugu yako kijana kutamani kupambana na muziki, mambo aliyokutana nayo. Akasema, huyo ndugu yako ni mbishi sana. Mwambie hivi, siku atutafute alafu tumuonyeshe na message. Tumuonyeshe na message aamini. Maana hivi vitu sio vya kuzungumza tu mtu akakuamini. Ni vitu vya mambo ya ndani sana ambayo mtu anaweza akafanya na asitake mtu yote ajue. Kwa nini sisi tunajua? Kwa nini watu wengine wanaweza wakajua mambo ya sirini ya watu?
kwa sababu hao watu hizo dhambi wanapozifanya hawazifanyi wao wenyewe. Kuna dhambi zinawashirikisha watu wengine, wale watu pia wana watu wao. Kwa hiyo ndo mambo kama haya. Huyu dada akamwambia, I wish nikutafute siku. Unajua tupo katika mapambano ambayo tunapambana na vita tusiojua. I wish siku nikutafute, wewe ni rafiki yangu nampenda sana. Sitamani kuona naharibikiwa. Akasema, mimi nipo, wewe siku utakaona huko freeway ni cheki. Cha kumsaidia tutamsaidia. Mimi nikwambie, naujua sasa hivi ulimwengu ulivyo. Ninaujua sana. Na ndio maana sishauri sana kama wewe kipato chako cha chini sana, chini kabisa, ujikute unapambana sana, unaweza ukatumika sana na mwisho wa siku ukajikuta usifike katika hatima unayoitaka. Poa kaagana, akaniambia sasa unaona, nimempigia simu. Ukiamini amini, usipoamini pia usiamini, yani hiyo ni juu yako wewe. Sasa Dora, nikamwambia I wish nimuone huyo mtu, natamani sana nimuone huyo mtu. Akaniambia ni wewe, lakini sikuwa sawa. Nakumbuka nikarudi nyumbani, sikuwa sawa. Nazungumza kwa sasa hivi nimepangiwa, kuna vitu nimenunua vya ndani, naendelea na swala la muziki, naendelea vizuri. Lakini huyu ni mwanaume ambaye atakutafuta wewe akiwa anakuhitaji wewe. Ukiwa unahitajika ndio utatafutwa. Kuna mtu umesha kudate na mtu wa namna hii, una mwanaume una date naye yuko wa namna hii, yani wewe unaweza kukutana naye leo mkawa na good time, mkala, mkanywa, mkaenjoy, mkafanya mnayoyafanya. Akiondoka unaweza kukaa miezi miwili no communication, yani hakuna simu, hakuna nini, mpaka atakapokuja kuibuka tena ndio atakupigia uko wapi. Na akikwambia uko wapi, ina maana unataka kwenda kuonana naye. Si kuna mtu anaweza kanaelewa. Hii ni aina ya watu wanaishi maisha hayo. Atakutafuta, mtaenda tena, mtahave fun, alikuwa wapi, anafanya nini kwa muda huo wote, why haja kutafuta, hataki hayo maswali, anataka good time na wewe. Akitoka atakupa fungu la pesa, utamwambia nadaiwa kodi, utamwambia sasa hivi mimi na 1 2 3, utamwambia ya kukupa atakupa, vingine atakwambia nitakupa tukionana. Ina maana hapo tena ina take time, no communication. Nimezungumza huo mfano kwa sababu ni aina ya huyu mwanaume ambaye yeye ndo tajiri. Sasa utampata pale ambapo yeye atakuhitaji, so wewe utamuhitaji. Unadate na mtu hata siku mpata matatizo, unaumwa, umepata emergency yoyote, hawezi kupatikana. Utakuja tu kumpa feedback, niliumwaga nikalazwa na sasa hivi naendelea hivi. Atakwambia oh, pole sana kipenzi changu, pole sana baby wangu, basi tuonane baby jamani, pole sana. Unaona inakuwa iko hivyo. Unaijua hiyo? Mjini kuna mambo. Tuende mapumziko dakika chache msikilizaji, na tutarejea hapa na tutaendelea mbele zaidi kuyasikia haya ambayo ndugu yetu anaitwa Dora akiendelea kushia nasi katika safari ya maisha. Haya ambayo Dora anashia nasi ni safari ya mabinti wengi. Ukiwa binti una nafasi ya kusikiliza hii, huenda kuna moja litakusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Asante kusikiliza yetu. Rafiki yetu anaitwa Dora akiendelea kushia pamoja nasi. Nikushukuru pia rafiki ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu. Asante Niru Shufa, unatufuatilia Sofia Oshel. Asante Kisumo Krish, unatufuatilia. Asante sana Rosie Brown, Frank Boaz Wanzega, Susan Cosmas pia unatufuatilia. Simon Stefano, asante Joyce Metson, unatufuatilia. Rosemary Wilbard, bila kumsahau pia rafiki yetu unaitwa Seleman Alphonse. DJ Bizo unatufuatilia kwa ukaribu kabisa. Asante sana, unaitwa Salha. Asante Joyce Metson. Akili Mzingani unatufuatilia pia, na wengine wengi ambao mnatufuatilia bila kumsahau Twaibu Twaha. Sawa. Asante sana kwa kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya AFM Tanzania. Asante pia ambao unatufuatilia kupitia radio yako. Siku njema ni hii, na tunasikia haya mengi ambao ndugu yetu rafiki yetu mpendwa anaitwa Dora akiendelea kushia nasi katika safari yake ya maisha.
Dora anatueleza haya. Dora anasema mimi Dora nimepata kufikiri mambo mengi sana, lakini moyo wangu ulipata mshtuko. Sijamueleza huyu dada kile ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi, zaidi ya habari ile ya mwanzo niliyoshare pamoja naye. Nilishindwa kujizuia. Kiukweli nilishindwa kujizuia. Nilimtafuta yule producer. Nikamuuliza swali. Huyu baba ambaye anasaidia watu, unamjua vizuri? Akasema yes. Ninamfahamu. Na mbona anasaidia watu wengi? Kwa nini leo uniulize swali hili na hujaniuliza siku zote? Nikamwambia natamani tuonane. Hii ilikuwa ni siku ya pili tangu, yani ile siku tulipoonana yule dada kunieleza. Siku inayofuata ndo nilishindwa kustahimili kwamba ni nyamazi tu, nilishindwa. Na nikamwambia tunaweza tukaonana, akaniambia ndio. Nilionana naye. Nikamwambia kuna muda mimi moyoni mwangu nasukumwa na moyo unaniambia kwamba huyu sio mtu mzuri. Akatabasamu, akaniambia kwa nini? Kwa nini uhisi hivyo? Nikamwambia basi tu nahisi sio mtu mzuri. Akasema huenda akawa sio mtu mzuri, lakini hawezi akawa ni mtu mbaya kwa kila mtu. Kuna nyakati nyingine watu wabaya wanakuwa watu wazuri kwa watu ambao wanawachagua wao. Nikamwambia unamaanisha nini? Usitake sana kujua maisha ya mtu. Cha msingi angalia kile ambacho anakufanyia, na itoshe kusema huyu ni mtu mzuri. Na mtu hawezi akawa mtu mzuri kwa kila mtu. Anaweza akawa mtu mbaya kwa yule ambaye ameshindwa kumsaidia. Tena hasa watu hawa ambao Mungu amewabariki wana uchumi mzuri, watakuwa wazuri kwa wale ambao wanapata chochote kupitia wao. Wale wanaokosa wanasema wana uwezo lakini wameshindwa kutusaidia, yule mtu ni mchoyo, ana roho mbaya. Sasa unatakiwa uangalie wewe kwa kile unachokipata kupitia mtu huyo, na itoshe kusema huyu ni mtu mwema. Nikamwambia umenena vyema sana. Umenena vyema. Nikwambie kitu, nilimwambia producer. Mtu huyu sifa zake pia sio nzuri. Je, unajua hizo sifa zake ambazo sio nzuri? Huyu producer akaniambia, sasa sifa zake ziwe nzuri ziwe mbaya zinakuhusu nini wewe? Wewe unachotakiwa kuangalia ni namna gani amekusaidia, amekuvusha kwenye hatua. Unataka kumtafuta mtu aliye mtakatifu hapa duniani, unaweza ukampata. Ni nani mtu ambaye ni mwema hapa duniani na hata ukamnyoshia kidole huyu ni mwema? Usitake kujua sana kuhusu mambo ya watu, maana yanaweza kukusumbua sana. Nikamwambia hapana. Pesa ya mtu ambayo ni haramu haiwezi kunifaa chochote kwenye maisha yangu. Akaniambia mbona unazungumza kana kwamba una vitu vingi vimejaa moyoni mwako? Nikamwambia unajua tumekuwa karibu sasa hivi, mimi nakuhesabu kama wewe ni ndugu yangu, ni kakaangu. Moyo wangu umepata ganzi sana. Sijalala usiku, nimekuwa katika hofu sana. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia ukweli kabisa. Kuna mtu nimekutana naye. Mtu yule nimekutana naye kaniambia habari za kushangaza kuhusiana na huyu mtu anayenisaidia. Akasema nini zaidi? Nikamwambia ni mtu ambaye ni kama anaweza kana shida fulani kichwani mwake. Akacheka. Shida gani? Huwatumia wale watu ambao wanawasaidia. Na wengi anawasaidia wasiojiweza. Yatima anawasaidia sana. Nasikia vikundi vya vijana wengi anawasaidia sana, lakini nyuma ya msaada wake anawatumia wao vijana kimahusiano. Akashtuka, kaniambia unazungumza kuhusu nini? Unajua ni vitu gani unavyozungumza? Unajua hizo ni kashfa mbaya sana unazungumza wewe. Na nimekwambia hizo habari za kipuzi, tena za kupuzwa kabisa. Nikamwambia sio za kipuzi. Wewe ndio unaweza ukaniambia ukweli. Akasema hamna kitu kama hicho. Sio mtu huyo, sio shetani kiasi hicho wewe. Wanawake wako wangapi hapa? Wako wangapi wanawake hangaike na vijana? Nikamwambia sasa wewe ndio unaweza ukaniambia, maana si ni rafiki yako na unamjua vizuri. Je, hawa watu ambao na wao wanaimba na ni vijana wanaopata msaada kutoka kwake, anawafanyia kama anavyonifanyia mimi?
Unaongea nini wewe? Unaongea kitu gani? Nyinyi ndio watu ambao mnasaidiwa afu mwisho wa siku mnaleta kashfa. Hivi unaweza kuzungumza habari kama hizo wewe Dora? Nikamwambia kuna mtu kaniambia na ndio maana ninakueleza nimekuwa na mshtuko wa moyo. Unataka ninyamaze? Yaani ninyamaze nikae nalo moyoni. Mwisho siku nikishakaa nalo moyoni nitajisikiaje? Ndio maana nimeamka kukuambia. Ndio maana kati naanza kukuambia nimekuambia ninakueleza kwa sababu wewe ni ndugu yangu sasa na kuhesabu. Akanambia Dora, hakuna kitu kama hicho Dora. Watu wenye nafasi ni watu ambao wanarushiwa mawe sana. Kwa sababu wana maadui wengi sana. Watu wasiposaidiwa wana create vitu ambavyo sio vya kweli. Hizo ni kashfa tu ambazo mtu anaweza kumzushia mtu yote. Hata mimi naweza nikazushiwa kwa namna ambavyo kuna watu wanakuja hapa wakati mwingine na warekodi bila kunilipa pesa. Watu wanaweza wakawa na hisi kwamba kwa sababu hawalipi pesa nyuma yake kuna fadhila na zipata, kumbe sio. Kuna watu wana moyo wa kutoa wewe. Achana na hizo habari. Huyo mtu unayemzungumzia wewe si unamuona? Si unamuona na unamjua? Je, unavyoambiwa hivyo unamuona huyo mtu anazo tabia? Kwa kweli ilikuwa ni wakati mgumu sana. Unajua hizi ni kashfa mbaya sana kuzizungumza. Nilimwambia okay, labda ni watu tu wanazungumza ubaya. Akasema achana nao. Ngoja nikwambie, Shetani anapotaka kukuvuruga wewe usifike katika hatima yako njema, ataleta maneno ya kuvunja moyo. Unaona kashfa kama hizo, unaanza kumogopa mtu, unaanza kumuona mtu ni shetani, lakini sio kweli. Mimi nakuthibitishia huyo mtu hana hizo tabia 100%. Hana hizo tabia, na kama angekuwa na hizo tabia mimi ndio ningekuwa adui wa kwanza kwake. Kwa sababu siwezi kuruhusu dhambi kubwa na ya laana kama hiyo kwenye maisha yangu mimi. Nisingekubali kitu kama hicho. Nikamwambia okay, akana ninganganiza nimwambie nani amekwambia hiyo sentence? Ni akina nani wamekutafuta wamekwambia hizo habari? Nikamwambia sio muhimu. Akaniambia niambie ni nani. Akanikomalia sana nimwambie, lakini sikumwambia. Na zaidi nilimwambia siko sawa leo, kesho nitakueleza, nitakwambia ukweli tu. Akaniambia Dora, lazima uniambie kwa sababu ni muhimu sana kujua mtu ambaye anamchafua boss. Sio kitu sawa, unajua. Mtu tu ana chuki zake afu anaanza kusambaza maneno ya uongo. Sio kitu kizuri. Huyu ni mtu ambaye anatusaidia sana Dora. Wewe unaona na wewe unamjua. Huwezi kukubali mtu anayekusaidia apewe kashfa kama hii na ukao umetulia Dora, pana. Na wewe usije ukashia na mtu yote habari hizi kwa sababu ni sehemu ya kuendelea kumchafua mtu jina lake. Nikamwambia nimekuelewa. Sasa nikawa siko na mood kwa sababu sikuwa sawa. Yule dada alinitafuta, nakumbuka ilikuwa ni usiku, siku ile nimetoka studio kule, akaniambia oya Dora upo? Nikamwambia nipo. Akaniambia kesho una muda? Nikamwambia ndio nao. Akaniambia poa. Sasa Dora, wewe si uamini? Wewe si uamini, na mimi nilisema nitapambana mpaka kukuthibitishia wewe si ni Tomaso. Nataka nikuthibitishie sasa, uone kwa message. Kwa message uone haya mambo yapo hapa. Katika harakati zetu tunahangaika, hawa watu wapo ni kama mashetani, wapo kwa ajili ya kuharibu kesho yetu, na ya wadogo zetu wa kiume wanatufanyia mambo mabaya yasiyofaa, na wapo wanajifunika kwenye miavuli ya kutoa misaada. Sawa sawa. Tukaonana kesho yake mapema kabisa, na huyu dada alinipeleka moja kwa moja kwa huyu mshikaji. Siku zile alimpigia simu tukawa tunaongea naye. Tumefika pale wala hata kupepesa macho. Akasema mtu mwenyewe rafiki yangu wa karibu, mpambanaji mwenzangu mwenye sauti yake huyu hapa. Huyu hapa. Akaniambia ndo sasa hivi anakusupport. Nikamwambia ndio. Akasema una mahusiano naye? Yaani kuna mtu anakuambia swali papa, una mahusiano naye? Nikamwambia hapana, sina mahusiano naye. Akaniambia nani kakupeleka? Nani kakupeleka kwake? Huyu dada akasema nani kampeleka kwake? Si ndo mimi nilimpeleka kwa producer. Akamtaja yule producer. Akasema sasa wale si ndo chawa wake? Wale ndo chawa wao, wale wanawapelekea wanawake, wanawapelekea vijana. Yule si chawa wake kabisa yule. Unadhani anaweza akazungumza nini? Ndo nikasikia hapa kwamba yule mtu yule pale ni watu ambao nao wanatumika. Unamuonaje huyu nini? Yani wanaenda oya boss na mtoto mzuri sana safari hii bwana, afu sauti nzuri nini vipi?
nileteni muone. Anakuja anakuangalia, anakuona una vigezo, wewe uko kama upo hapa, hujui ndo wewe mbuzi wa kafara, hujui hapo, watu wanakujadili, mwisho wa siku unaingia kwenye 18, unaamini mapenzi atanisupport na shida zangu, kumbe watu wako kwenye mission. Mzigo unaoniletea sasa hivi au unafaa, wewe uelewi. Naambiwa yule ni chawa wake yule, ndo mpelekea mizigo kule. Yani mimi ndo mzigo, yani hivyo yani. Nikamwambia akasema sasa umepelekoje na yule producer na hauna mahusiano naye? Yani ina maana anamjua huyu mtu, anamjua yani yani unajua mtu yule ambaye anamjua kwa ukaribu sana, ndo huyo sasa. Nikamwambia mimi sijui chochote, labda amekosa time, sijui chochote. Akasema labda, lakini mimi namjua. Yani namjua kufikishi hapa sio mrekodi nyimbo. Namjua yule vizuri sana. Anage hizo habari yani. Shapata zake mara 2 mara 3 amemaliza. Nikamwambia unasema? Akasema yani kama amekutana na msichana hivi mara 2 3 4 5 6 amemaliza. Anangoja mtu fresh mwingine, yani hapo ndo kashamaliza, atakublock pande zote. Jicho limenitoka ngaja. Unazungumza baada ya kupangiwa, ndo naambiwa mbona amewapangiwa na wake wengi sana baada ya kupangiwa. Maana sisi tunatoka familia maskini na tunakuwa ni wasichana, tuna ndoto, tunatamani tuwe na miji yetu. Unatamani upate chumba chako kimoja, angalau upate na hata chumba na sebure na nini, ndo anakuambia yani wewe hivi idadi ya watu waliowapangiwa mwanaume mbona ni kubwa sana. Yani kubwa, sio mtu katoka mkoani huko, sio alikuwa anapa kukaa na kwa dadake na mnyanyasa, yeye kukwambia nenda katafuta sehemu ya kuishi na kukutumia pesa. Yani ni vitu vyake. Yani kumbe mimi hapa nimepangiwa hapo, kumbe kuna watu kibao wamepangiwa. My dear friend, unalipiwa kodi sio ya miezi 6, unanunuliwa vifurniture vyako ndani, na umaskini tuliokuwa nao huko nyumbani kwetu tunaona tuna TV cha kichogo. Hapa wewe umefanikiwa umeletewa flat screen na music system, sio tunaambiwa na nini hapa ni sabufa. Yani unaona mashallah na kafriji, unajiona dadadu wa mjini, niko sasa hivi katika harakati za kutafuta ndoto zangu. Kumbe wewe mwanaume mpo kama nyinyi nyomi. Hapo wanajadili wanasema sasa anapungukiwa nini? Yani anapungukiwa nini? Unajua mtu mwenye pesa akikupa wewe milioni 2, wewe maskini ndio unaona ya maana. Lakini yeye kwake sio kitu. Yani sio kitu. Hata akikupa milioni 5, yeye kwake sio kitu chochote. Unaona? Ni wewe maskini ndio unaona huyu mtu ananipenda, ananipa thamani, kumbe kwake sio kitu. Hapungukiwi chochote akitoa milioni 5 kwa hapa kuonga wanawake tu maskini ambao milioni 1 2 wanaona ni hela nyingi. Naona nasema hiki kitu kiliniuma sana. Kiliniuma nakutana na watu wanamzungumzia huyu mtu. Na nimejitoa kwa moyo wangu, nimejitoa, nimekuwa na mahusiano naye. Nilifeel pain sana. Lakini sijakiri na kusema kwamba huyu mtu ni mpenzi wangu, nimetoka naye, yani hivyo. Sasa huyu mshikaji ambaye sasa ndo anaeleza, akasema hivi nikwambie kitu. Hawa watu ni wabaya sana. Mimi mpaka kuna muda mwingine waga nasemaga hivi, ni binadamu wa kawaida au pesa zao walizitafuta katika mazingira magumu sana, ndio maana pesa zao huwezi ukazipata bila kuzilipia gharama. Ule dada akamwambia unamaanisha nini? Akasema nikwambie mimi hapa, ndio akamkumbusha si nilikwambia ile story ya huyu ndugu yangu. Ina maana ana ndugu yake ni msanii. Sikiliza hii hapa sasa. Hii sio kwamba mimi ninaisikia dada yule akiniambia. Hii anazungumza kwa habari ya ndugu yake. Na akanasema nimemwambia ndugu yangu aje. Yani hivi ninavyozungumza nimemwambia ndugu yangu aje. Kwa nazungumza habari ambazo na yeye atakuja atathibitisha. Tusipoambiana ukweli, nataka nikwambie tutaisha. Yani kama kila mmoja atakuwa akifanywa matendo ananyamaza, akisema sitasema nitaona aibu, sitasema nisije wakani mind, sitasema sitatimiza ndoto zangu, tunazidi kuumiza ndugu zetu pia wengine. Tunazidi kuumiza wadogo zetu ambao wanatamani kutoka, ambao hawana kipato na wana fight, hawajui njia kwenda, wataingia katika mitego ambayo mwisho wa siku wataharibiwa wao na maisha yao.
Alisema ya maneno huyu mshikaji. Akasema sasa mimi sizungumzi habari za mtu baki, nazungumza kwa habari ya ndugu yangu, mdogo wangu anataka kutoka, na ni muimbaji na anapambana. Na akanitajia aina ya nyimbo ambazo yeye anaimba. Na mimi kwa sababu siko hapa kutaja huyu anaimba gospel, anaimba bongo flava, huyu anaimba nini ngoma. Tunazungumza tu kwa habari ni anaimba. Lakini najua utakuwa unaelewa. Akaniambia sasa anataka support. Anataka yeye afike mahali. Maneno ambayo ndo huyu mtu anaeleza. Mdogo wake ambaye na yeye yupo katika harakati za kujitafuta. Mambo ni magumu sana katika kujitafuta, hasa katika swala zima la muziki. Ndio hivyo tunasema unahitaji manager, unahitaji producer mzuri, unahitaji watu ambao wanaweza kainuka pamoja na wewe kwa kisupport kile ulichokuwa nacho. Dora anasema kwa hiyo mtu huyu anasema kwamba huyu ndiye tukamuona anaweza kafaa. Kwa hiyo huyu kijana kwa maelezo naambiwa alimtafuta huyu tajiri, connection na nini kweli akapata chance. Sasa huyu mdogo wake kwa maelezo yake, mimi hapo kabla nilikuwa sijamuona, kwamba ni kijana ambaye amejitahidi, ameenda shule lakini ana kipaji, so anatamani kuendelea na muziki, anatamani kuendelea na masomo, na yuko yani kijana ambaye anapenda sana mazoezi, yuko very smart, yani yuko very smart. Kwa maelezo naambiwa ni msafi, anajipenda sana. Kwa alienda pale moja kwa moja na ku raise hoja yake na nini, na huyu baba akasema it's okay, yani nimependa nyimbo zako, nimependa nini. Lakini mwisho wa siku huyu mtu, yani huyu mbaba sasa ambaye ndo ananisupport mimi, akaanza kumtumia message huyu kijana. Anamtumia message, anamwambia hi, uko okay? Anamwambia yani uko okay? Anasema nimefuatilia kitu fulani, vipi? Akana yani ni kama anavyomwambia huyu kijana, akaanza kuogopa. Mbona huyu mtu ananiambia sentensi ambazo sielewi? Huyu baba ananiambia vitu gani? Yani huyu kijana akaanza kuogopa kwa lugha ambazo huyu mtu anamwambia. Dora anasema niko hapa mimi nasikiliza. Na ndipo ambapo mwisho wa siku huyu baba akamwambia mimi naweza nikakusupport, nikakutoa kimuziki. Unazungumza habari ya kutoka kimuziki, mimi na connection. Unazungumza habari ya kutoka kimuziki, mimi nina pesa. Yani ninaweza nikakufanya ukawa vile ambavyo wewe unataka, na ni ndani ya muda mfupi sana. Sasa huyu kijana yani akaona huyu vipi huyu, yani unawezaje kuniambia maneno mimi? Anaambia because I love you. Sasa kwa sababu unanipenda, yani wewe una akili kweli? Huyu kijana akashout na kushangaa na kumshirikisha kakake. Kwa hiyo kakake ndo kuona message namna ambavyo ana chat, hana aibu, anaeleza mambo ya ajabu kwenye hizo message na nini. Sikuamini. yani nilizidi kutetemeka. Kwa hiyo mtu ananiambia unashangaa. Dunia hii kuna mambo yamejaa uovu, kuna watu ni waovu. Kwa hiyo ukikaa ukaendekeza dhiki zako, umaskini wako, wewe kila siku ni mtu wa kusema, unageuka mtu wa kuombaomba tu, kila siku watu wa kusaidiwa kushike mkono. Kuna watu wengine wacha kushika mkono waovu, wanaopenda maovu, ambao wanapenda ili akupe mpaka akudhalilishe, akufanyie matendo anayotaka. Hii siku ilikuwa ngumu sana kwangu kwa sababu aliongea na huyo ndugu yake alikuja. Na moja kwa moja akamwambia unakumbuka nilikwambia kuhusu yule sister? Ndo huyu hapa. Ndo huyu sasa hivi yuko yani sasa hivi ndio yuko kwenye yani ndo anapikwa. Akacheka. Akasema usiniambie vipi umerekodi ngoma ngapi? Nikabaki tu nimetulia, yani nikawa speechless. Yani namuona sasa huyu kijana. Ni kijana, namuona ni smart, ana ndoto, kuna mtu anataka kuvuruga maisha yake. Yani nikimwangalia yule baba, unajua nilizidi kuogopa. Akaniambia sister, kimbia. Hawa watu sio watu wazuri kabisa, usijihusishe nao kabisa. Akaniambia angalia,
Mimi waga simfichage mtu. Mimi kuna watu waliniambia mbona naimba vizuri, mbona na sitoki, wananiambia mbona vipi. Nimesema hivi, nitamaliza masomo, nitapata kazi, nitapata pesa, nitaimba. Kwa sababu nimeingia, nimeona huku jinsi kulivyo. Nimeona huku jinsi kulivyo. Yani hupenyi hivi. Nataka nikwambie wanao kupenyeza huko. Zamani watu walikuwa wanasema, mabinti zetu. Sasa hivi sio habari za mabinti zetu. Ni sisi vijana ndio tuko kwenye hatari zaidi. Na sisi vijana tupo kwenye hatari kubwa zaidi. Kucha kuhofia, sio kuogopa. Mabinti, sio mtoto wangu hakika yule. Siku hizi na sisi vijana tunawindwa. Niliogopa. Aliniambia soma mwenyewe. Yaani wewe usiniambie mimi ni soma mwenyewe. Angalia. Soma message. Nilisoma message. Nataka nikwambie yule boss, yule tajiri anayeni support kwenye muziki, anamwambia maneno huyu kijana kama huyu kijana ni binti. Mrembo wangu. Yani huyu kijana eti ni mrembo wake. Acha mambo yako bwana. Anaanza kumsifia. Huyu kijana eti anamsifia. Yani huyu baba anamsifia huyu kijana. Anamsifia kama sifa za binti moja mrembo. Na huyu ni kijana. Akaniambia nikwambie, mtaani vipaji viko vingi sana. Ukitaka kutoka, usifosi kutoka. Chill. Usitumie nguvu sana. Ukitumia nguvu sana, nataka nikwambie mbio zako zitakupeleka mahali utakipata unachokitaka, lakini utakuwa una depression kubwa sana. Utakuwa umesharibiwa saikolojia yako, afu utakuwa mtu mbaya kuliko shetani. Na huwezi kusaidia mtu mwingine yeyote, na wewe utaendelea kufanya ubaya kwa sababu ulifanywa ubaya. Yani nilijikuta namwambia sasa ikawaje? Akasema sasa ikawaje? Wewe, mimi ni mtu na maadili yangu. Mimi ni mtu wazazi wangu wamenilea katika maadili. Ni kweli tuko katika shida. Ni kweli tunahitaji watu wa kutusupport, lakini mtu hawezi akanifanyia hivyo vitendo vya kikatili mimi. Nilimwambia mzee, usinifanyie mchezo. Nitakufanyia kitu kibaya mzee. Mimi ni maskini kweli, lakini uwezo kutumia pesa zako kunifanyia mimi hao mambo. Nilimuonya na nikamwambia ole wako niipate tena message yake. Nilimwambia nitaenda polisi kuripoti. Alicheka akaniambia nani atakusikiliza wewe maskini. Nikamwambia nani atanisikiliza mimi maskini? Nilimwambia basi na unikome. Kwanza sikumu-entertain. Alipoleta maneno yake nikamtupia makombora yani. Yani kwamba hicho kitu sikitaki na sitaki kusikia upuuzi hata siku moja. Akarudi tena akaanza kunibembeleza, nikakataa. Nikamwambia ole wako tena unitumie message unipigie. Nikamblock, akawa anatumia na namba nyingine. Ananiambia wewe utabaki maskini, mbona vijana wenzako wako hivyo, unakaza nini na kati una hela? Mimi naweza nikakupa maisha. Nilimwambia unaowapa maisha ni hao unaowapa, sio mimi. Kwa hiyo nikakubali, na sababu ya kuendelea kupambana mwenyewe, na ndugu zangu wanazidi kunisupport mdogo mdogo, kwa sababu najua nina kipawa. Kama Mungu itampendeza siku moja nije nitoboe, itatoboa. Kama Mungu ameniandikia kwenye mafungu mengine ndio utapata kipato changu cha kuendesha maisha, itakuwa hivyo, kwa sababu sio lazima wote tutoke katika vipawa ambavyo wametupa. Haya niliyasikia. Niliogopa sana. Dora anasema, nataka nikwambie, hapa mimi mpaka nimefika, sijafika popote pale. Hapa mimi mpaka nimefika, nyimbo zangu hazijaanza kupigwa studio. Yani kwamba nyimbo zangu hazijaanza kupigwa kwenye media. Na kiu yangu mimi kama msanii nianze kuona nyimbo zinasikika kwenye media. Radio hii inapiga, sijui wapi kuna platform gani nyimbo zangu ziko huko. Ndio shauku ya msanii. Nianze kupata mialiko, niende nikaperform.
nauliza nitafikaje hapo? Mungu wangu, nitafikaje hapo mimi? Niwezaje kufika hapo sasa? Naona jinsi ambavyo kuna ugumu, yani naona mambo yalivyo magumu, na yani nasema napenyaje nikafika hapo. Wewe kijana aliniambia nikwambie dada, nikwambie kitu cha kukusaidia. Usitumie nguvu sana. Usitumie nguvu sana. Alafu pia jifunze kuwa na kutafakari mambo. Yani mtu akikupa tu ofa, usifurahie ofa. Ipokee hiyo ofa. Kaa itafakari sana hiyo ofa. Sio kila ofa inaweza ikawa ni nzuri. Asa niambie, mtu kama huyu ambaye amekuwa shetani kiasi hiki, si ni mtu anaweza akata na matatizo ya kiafya? Si ni mtu anaweza akawa hata na mambo yake anayafanya ambayo hatuwezi tukayajua? Kwa nini ayatende hayo? Okay, labda ile yake alipata kiugumu sana. Hatujui alipataje pesa zake. Labda ndio maana ana kisasi na yeye kwa wale watu ambao wanawapa pesa zake. Huwezi kala pesa yake hivi hivi. Lakini ni watu wa kujiepusha nao sana. Nilimwambia nimekuelewa. Niliondoka hapa nikaamini, kwa sababu nimeonyeshwa mpaka message, na ni kweli ni namba ya yule baba kabisa. Mungu wangu. Na niliambiwa jamani, sio huyu tu, ni vijana wengi. Yani stories zilizozungumzwa pale, yani unatokwa na machozi. Nikaambiwa kuhusu kijana mmoja hivi. Huyo kijana namjua. Ninamjua. Nikaambiwa unamuona yule bwana, sijui ilikuwaje akafika mikononi mwa yule baba. Imeenda mara tukasikia amempangia. Imeenda mara akamnunulia gari. Siku hizi yule kijana sasa hivi amekuwa kama mdada. Yani namjua. Na najua kwamba huyu hivyo na kuna sasa hivi ana shida gani ndio unaambiwa chain ilipoanzia. Kwa hawa ni watu ambao wapo katika jamii, na hiyo ndio mission yao. Na kwa sababu tumezaliwa kwenye familia maskini, tunatamani tuendeshe magari mazuri, tunatamani tuzipe value familia zetu, tunatamani sana na sisi tuwe watu katika watu. Tunatamani tubadilishe historia za familia zetu, na tunatamani watu wa kutushika mkono watufikishe katika hizo hatima tunatamani tuzifikie. Moyo wangu uliugua sana. Nikasema kwa nini mimi sikupata hizi taarifa mapema? Kwa nini nilifurahia tu ofa ilivyokuja na kutaka kuona mimi nakuwa msanii mkubwa? Why? Lakini siwezi kurudisha muda nyuma. Unajua muda huwezi kurudi nyuma. Kitu gani naweza nikabadilisha sasa hivi? Najisikia vibaya. Ninafeel uchungu sana ndani yangu. Hizi story hazitoki kichwani mwangu. Ni watu wa namna gani nimekutana nao? Ni watu wa aina gani nimekutana nao? Haya anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu, mpendo wetu, anaitwa Dora. Dora anasema, mimi Dora ni ule ambaye nimejitoa kusema haya mambo hayazungumziki rafiki yangu. Watu wanafanyiwa mambo haya na hawazungumzi. Huwezi kumwambia hata ndugu yako, huwezi kumweleza rafiki yako. Na ndio maana hata mimi waliponiuliza nilisema hapana, mimi hajaniambia chochote, kwa sababu havizungumziki. Lakini wako vijana wametamani kuona wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wamefanyiwa haya matendo, hawana pa kusema. Na wengine hawajafikishwa katika hatima zao njema. Wameishia kulipiwa kodi, wameishiwa kununuliwa iPhone, simu za macho matatu, wameishiwa kupelekwa vacation, wameishiwa kwenda kufanya shopping.
mioyo yao inaugua, mioyo yao inalia. Hawezi kurudisha muda nyuma. Dora anasema ukiwa unawaza haya mambo hayapo ni kwa sababu hayajakupata. Lakini ukiwa kwenye harakati za kupambana katika maisha ya kujitafutia, hasa katika hili eneo, haya mambo mimi nimekutana nayo na nimeyaona kwa macho. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Dora, na mimi na shauku kesho tusogee mbele zaidi. Kuna binti unanisikiliza, kuna kijana unanisikiliza, una kipawa fulani, unajifiri ndani yako una kipaji, na umekuwa ukitamani kuona unasogea, unatamani watu wainuke wa support ulicho nacho. Unaweza kusikia hii na